Muumini anatarajiwa haswa kuwa mwenye sala sana, kuwakumbuka wenye matatizo tofauti kwenye jamii, pamoja na kujitolea kile ambacho umejinyima ukitoe kwa wasiojiweza katika jamii. Mengi kuhusiana na maadhimisho ya Jumatano ya Majivu ni kwenye taarifa zetu zijazo. Na sasa tukiachana na hayo ya mwanzo wa Kwaresma, sasa turejee hapa kwenye studio, na kama nilivyokuwa nimekueleza mtazamaji, wakati tulipokuwa na awamu ya kwanza ya mjadala kuhusiana na siku 1000 za kwanza za mtoto, jumbe ambazo tulipata ni nyingi. Na ndiposa mtazamaji tukaona tutarejea hapa na sehemu ya pili, kwa sababu masuala ya malezi ya watoto, ukuaji wa watoto ni jambo ambalo ni muhimu sana, na kama wataalamu walivyotueleza hapa kwenye studio wakati ule, na hii leo watakuwa wanatueleza mengi, ni kwamba hizi siku 1000 za kwanza tangu wakati mwanamke anapopachikwa mimba hadi wakati mtoto atafikisha umri wa miaka 2 ni kipindi cha kumjengea huyo mtoto msingi. Ni kama wakati unapojenga nyumba, iwapo msingi wa nyumba hautakuwa dhabiti, kutakuwa na kasoro kwenye jengo lile. Na hapa wataalamu wakatueleza kwamba iwapo mtoto hatakuwa na msingi dhabiti, malezi yake yatakuwa na matatizo. Na ni mambo ya kawaida ambayo labda huwa tunafanya bila kujua, tunakosea ama tunapuuza ama hatuna maelezo sahihi katika ulezi na ukuaji wa mtoto. Wako hapa kwenye studio, wamerejea wote, tukikosi jinsi kilivyokuwa wakati ule, na wamerembeka. Akina dada ambao kwa kweli wanapendeza. Karibuni sana. Nikiwa naye Rebecca Moirore, ni bado ni mzazi hii leo, ni mwanahabari, ni mzazi, mama wa watoto 3. Hongera sana Beki. Na pia ni mtetezi wa ulezi na ukuaji wa watoto. Karibu sana Beki. Asante sana. Pia tunaye Daktari Florence Oringe, ni mtaalam wa afya ya watoto pamoja na pia ni mtaalam wa ukuaji na malezi ya watoto. Karibu sana daktari. Asante sana. Na pia tunaye Mary Kimani, ni mtaalam wa lishe, na leo umesema hutamwacha mtoto, utamleta utuonyeshe iwapo jinsi tulinyonyesha, tunavyonyonyesha na tutakavyonyonyesha kesho tunafanya vizuri, na mahali ambapo tutakuwa tukifanya vizuri utatuonesha. Karibuni sana. Asante. Tunaanza hapo ambapo nimeanzia, na tulikuwa tunawasiliana tangu wakati ule hadi sasa. Wengi ambao walitamani kujua sana mengi kuhusiana na malezi na ukuaji wa watoto. Kilichonishangaza hata hapa ofisini ni akina baba, wazazi wa kiume, kinyume na jinsi hali ilivyokuwa miaka ya hapo awali, kumaanisha kwamba yule baba wa jana na wa leo ni tofauti. Labda ni kwa nini? Tuanzie na daktari ama Mary, kwa sababu wakati hata nilipomwambia Mary mulishabikia sana hicho. Mbona vile Mary? Asante sana Agnes, na ni vizuri kuwa hapa. Na ni jambo la kufurahisha kwangu kama ambaye amekuwa akishughulika na haya mambo ya malezi ya watoto, lishe haswa. Ni furaha kusikia kwamba wababa wanahusika, na ni jambo ambalo hata katika kazi limekuwa linakera sana. Ni vipi tutahusisha baba ya mtoto katika mambo ya malezi, hata na unyonyeshaji, hata na nurturing care, ile kusaidia mtoto kukua vizuri. So ni jambo linanifurahisha sana. Na baba ana majukumu tena ya muhimu sana, kufanikisha unyonyeshaji. Manake kama tulivyosema wakati mwingine, ama tuseme unyonyeshaji inawezeshwa na kemikali za hormones ambazo mama hutoa wakati ananyonyesha. Lakini mojawapo ya hiyo kemikali ya kufanya maziwa yatiririke inahusika sana na hisia za mama. Sasa cha muhimu ni kwamba mama ajihisi baba ya mtoto anamsupport. Baba is the most immediate. Na wababa wajue stress kidogo hivi, kama mama hajahisi, na ni lazima aweze kuiona hiyo support. Kama hajihisi kwamba anapata support ya mumewe, basi hiyo ndio kitu cha kwanza huwa kina stress wa mama. Na akipata tu stress, either ana mawazo mengi,
ama anashaka kama huyo bwana yake ama baba ya mtoto atamsupport, hiyo kemikali hormone inaitwa oxytocin inakosa kureleasiwa ili iwezeshe maziwa kutiririka. So hiyo ni mojawapo, just basic kwamba baba ni lazima demonstrate, amuonyeshe mama ya mtoto wake kwamba yuko na yeye, anaelewa. Manake tulisema last time kunyonyesha si rahisi. Ni jambo la kwamba mama ajitolee na baba pia naye aonyeshe support. Huyo mama lazima aweze kujua. You know, saa zingine baba anaweza kuwa anafikiria ana support, lakini je, mama anaiona hiyo kama support? Hahisi ni kama anaungwa mkono, kama anaungwa mkono kama baba anamjali kwamba unanyonyesha mtoto wetu. So sometimes tunasemaga baba atakuwa anasherehekea, anapiga sherehe kweli kweli. Mimi ni baba ya mtoto kijana ama msichana, mamangu amezaliwa ama whatever. Na ye kweli kabisa anasherehekea, na akirudi atakuja na nyama, lakini atakuja saa 5 ya usiku ya kupikia bibi soup. Je, mama anaona hiyo kama support? Kama haoni, basi haumsupport na atakuwa na mawazo ambayo hayasaidii katika hiyo unyonyeshaji. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo baba anaweza fanya, lakini kuna mengine. For example, baba anafaa kusaidia mama na vitu ambavyo anaweza. Tunajua kwamba baba hawezi saidia mama kunyonyesha. Manake si matiti iko na mama. Lakini kuna vitu ambavyo hasana sana sisi wa Afrika, kuna zile shughuli ama kazi ambazo zimeelekezwa wa mama. Kuna vitu ambavyo tunafikiria wa mama lazima wafanye. Sasa kama mama ananyonyesha, ni muhimu aweze kusaidiwa na vitu vingine. Sometimes wababa wako quick kuleta mama yao. You know, mama mkwe sana atakuja nyumbani asaidie. Lakini hiyo pia bibi huwa anashangaa, huyu mtoto si ni wetu na wewe, you know. So ni vizuri baba aweze kuchukua majukumu kama kwenda sokoni, nenda sokoni kanunue, wasiliana na mama anahitaji vitu hivi na hivi, in case baba si yule ambaye ana ufahamu wa mapishi, awasiliane na mama aweze kwenda shopping, njoo nyumbani, fanya kazi zingine ambazo mama angefanya. Hivyo anahisi kabisa, nakwambia sisi wa mama tunapenda sana kama mwenzetu atakuwa anajukumika pamoja na wewe. Asiamue na kuandikia wafanyikazi wawili. Huenda ikawa inaweza saidia kulingana na kazi yake, lakini ni mzuri sana kama baba pia ataweza kushughulika kwa sababu bibi yake ananyonyesha ama ni mjamzito. Pia inaweza kuwa baba pia anabadilisha schedule. Ingekuwa vizuri sana kama wababa wanaweza kosa kwenda kuona football game just because kuna mtoto wa kushughulikia. Mama labda jana alichoka sana ama hajalala usiku, mtoto alikuwa anasumbua kidogo, you know. Baba aweze kuwa present, na ni present physically present. Inasaidia. Si ile ya simu. Ati mnaendeleaje, mko sawa? Nitakuja nikuletee nini, you know, that feels like support. Lakini akiwa pale physically, saa zingine baba chukua mtoto, mama akimaliza kunyonyesha, kuna kitu ambayo tunahimiza sana, mtoto asaidiwe kutoa hewa. Sasa ni vizuri mama amenyonyesha mtoto, baba amchukue yule mtoto, ni wake pia na inamsaidia, manake watakuwa na uhusiano wa karibu, bonding. Sasa mtoto atamtambua babake. Amchukue yule mtoto asaidie pia kusaidia mtoto kuteuka, tuonyeshe pia jinsi kutoa hewa. Na huwa hata tumeweka hata kwa vitabu kwamba baba akishika mtoto amshike, tunasemaga sana ni mdogo, kwa hivyo tunafanya head support, akimshika hivi na amsaidie kurabu, ni kama kuapply some kidogo kwa tumbo, ili hewa ambayo anaweza kuwa amemeza iweze kutoka, ateuke. Nikaa kuteuka, think of ukikunywa Coca-Cola, vile umemeza hewa nyingi. Ni vizuri kusaidia yule mtoto. Na huwa tunasema, wajua kifua cha baba ni kigumu, cha mama ni soft. Kuna soft tissue hapo ndani. So itasaidia pia kusaidia. Akifanya hivyo, anafaidika kwamba anapata uhusiano wa karibu, bonding na mtoto wake.
mtoto ataweza kujua vile baba yake hubreathe. Na ni cha muhimu, daktari atasema hiyo nurturing care. Alafu pia it is very supportive kwa mama kwamba tunalea huyu mtoto pamoja, hata sumbuka kunyonyesha maziwa. Oxytocin, hiyo hormone tunaitaga hormone, is like a feel good, it's a feel good hormone. Itakuwa ina flow na maziwa, mama hata sumbuka kutoa maziwa. Achukue mtoto ampeleke kulala, you know, ahusike na malezi ya mtoto. Asitumane, sisemi kutumana ni vibaya. Hata kumbadilisha. Afundishwe, unajua saa nyingine hajajua hizo mambo. Na tukumbuke kwamba wababa hawana hiyo natural nurturing, hiyo kuweza kutunza watoto. It's not natural kama ya wababa. So wamama pia wakuwe gracious, wakuwe na hiyo patience ya kuweza kumfundisha yule jinsi ya kuchange pampers. Kwa sababu si kipawa ambacho ni cha kiasili kwa wanaume, ni cha kiasili kwa wamama. Lakini baba anaweza fundishwa, akaweza kusaidia. Manake mama anaweza kuwa ako pahali, mtoto asiteseke, na si lazima mtoto aachiwe mfanyikazi. Huyu mtoto ni wa mama na ni wa baba, wasaidiane. Na wa baba mjue faida kubwa iko kama utaweza kubond kuanzia kitambo na mtoto wako. Naambiaga watu, unajua hata mtu mkubwa kama mimi nikijikwa tasema au mami, na sio baba, ni ngumu. So wa baba tuweke bidii. Basi. Asante sana Mary Kimani, mtaalamu wa lishe, kwa jinsi ambavyo umetupa tu ufunguzi mzuri tu na wa maana kuhusu umuhimu wa mzazi wa kiume, yule baba kujihusisha. Na tumeona jinsi ambavyo zile jumbe ambazo pia nyinyi mmepata ni kwamba wengi wanajihusisha ikilinganishwa na enzi zetu na pia miaka ya hapo awali. Na inaonekana iwapo hali itaendelea hivi, mambo ya malezi na ukuaji wa mtoto, akina baba watajihusisha sana na pia wengi watajivunia. Daktari, wewe kama mtaalam wa afya ya watoto, kando na jinsi Mary amezungumza, baba kuwa karibu na yule mtoto, kujihusisha na kuwa karibu pia na mama, ili pia mama ajihisi anakubalika, kile ambacho anakifanya kumleta yule kiumbe ni jambo la kufurahiwa. Ni kipi kingine ambacho kinawasaidia hawa akina baba kuwa na mwelekeo tofauti? Swala la kwenda kwenye kliniki. Okay. Nashukuru kwa hilo swali. Wacha tuanze na kusema hivi. Hile yote mwenzangu amesema ni kweli kabisa. Na inafaa tujue ya kuwa ile wajibu ya baba kuwa baba ni wajibu ilipewa na Mungu. Ni vile sisi kama binadamu tulikufika mahali tukaitelekeza. Lakini ni wajibu alipewa na Mungu. Anafaa kuwa mkubwa kwa hiyo familia. So anafaa take charge ya familia yake, si ndio? Wajibu wa baba inaanza na genetic exchange. Wakati yule mzazi wanakutana, wanaunda mtoto, kuna tayari genes zimekutana. Mtoto ako na genes nusu zake, nusu za mama, nusu za baba. Kwa hivyo kuna vile ule mtoto hata akiendelea kukua, kuna vitu vingi sana atafanya kama babake, si ndio? Na wakati mama bado ako pale, wakati bado ako na mimba, kuna role ya baba even that time before hata mtoto azaliwe. Kwa sababu ule ujauzito uko na kibarua, ni kubeba mzigo miezi 9. Na mama huwa anachoka sana. So ule ndio pia wakati baba anafaa kusaidia mama. Zile kazi kidogo zile mwenzangu alikuwa anasema, kuenda soko. Sio mama hawezi fanya hizo vitu zote kama amechoka. Ako na ujauzito na saa zingine ni miezi 9 na ni mzito. Jambo lingine baba anafaa kufanya ni kuhakikisha mama anaenda kliniki. Kwa sababu huyo mama wakati amechoka atajipeleka aje kliniki peke yake. Ingekuwa vyema kama ule mzazi baba awe pia anapanga, leo tuko na kliniki, nitapata fursa nije niwe pale. Nisikize hali vile mtoto anaendelea. Baba pia anafaa kustimulate ile pregnancy ya mama. Tuliongea last time tukisema wakati mtoto anachezeshwa, anaongeleshwa, hata akiwa pale tumboni anasikia na anacheza. Kwa hivyo hiyo stimulation inafaa ianze hata kabla
mtoto hajazaliwa. Baba pia anafaa kupangia vile mama atazaa. Wamama wengi huwa wanafika wakati wa kuzaa inakuwa ni kama ni hali ya dharura. Na alikuwa na kipindi cha miezi 9. Miezi 9, lakini hakuna mpangilio. Iko hajui atazaa wapi, hajui hana nguo ya mtoto, hata shuka hana chochote. So ni vema ule mzazi mwenzake amsaidie kufikiria, tutafanya aje, tunapanga aje, tuko na insurance, tumelipia ile SHA ili mama aweze jifungua vizuri. Tumesema tunataka mama hudumiwe na wahuduma walio stahili, qualified birth deliveries. So lazima baba asaidie kupangia hiyo. Haya, shikilia hapa daktari, kwa sababu kuna mengi nataka utatueleza kuhusiana na hilo. Kabla hatujachukua pumziko, mzazi wetu naona kila mnachokisema anatabasamu, anakubaliana. Sijui safari imekuwaje Becky, wewe kama mzazi? Mzazi wa kiume ameajibika vizuri? Ameajibika. Alianza kuajibika tangu mtoto wa kwanza aliposema emergency. It's funny, maana yake saa zingine unapokea simu zingine, unajua mtoto amepeleka. Okay, but nikirudi kwa ulilouliza hapa ya kwamba kama ameajibika. Kuna kitu kimoja ambacho alikuwa anafanya wakati nilipojifungua mtoto wangu wa kwanza. Wakati nilikuwa nyumbani, angekuja jioni. Tunaacha mtoto na mfanyikazi yule yaya. Alafu ananipeleka walk. Wakati huo mtoto wako na kipindi cha miezi mingapi? Wakati ningeweza kutembea, mwezi mmoja, baada tu ya wiki chache kama 2-3 hivi nimepata nguvu kidogo, angalau naweza kutembea. Ananitoa nje ya nyumba. Ananiambia twende, wewe bado ni mke wangu. Kwa mwanamke ambaye amejifungua, hasa wale ambao wamejifungua mtoto wa kwanza, mara nyingi unajua inakuja na confusion nyingi sana. Hujui kama bado unapendeza, unajua kama mume wako bado atakupenda vile ulivyo. Kuna confusion mingi tu inakuja nayo, lakini ukiona umetolewa nje ya nyumba, ile tu fresh air ya kutoka nje, ya kutembea, hata kama mtatembea tu kwa estate tu, muende pale mkunywe chai mrudi, ama muende mkule mahindi mrudi. It's very very important. Kwa hiyo mwanamke tu anajihisi kuna ile tu hata kutoka nje tu kubreathe hiyo hewa ya nje. Ni mume wako mnatembea naye, unaona bado anajivunia bado mimi ni mke wake. Maana yake ni kitu kikubwa sana, kama madaktari walivyosema, ni yule mama amebeba mtoto kwa miezi 9. Kutoka hapo the best thing unaweza fanya ni ile kumsaidia hata mentally, tumpatie tu ile mental support. Na huyu mume anachangia sana. Maana yake ukimpeleka hata clinic tu, nenda hata ukabebane na ile bagi. Saa zingine nikiketi clinic nikiangalia akina mama wameshikilia bagi hapa, kidogo wameshikilia mtoto hapa, kidogo wako na forms wanakimbia wajue, wanapeleka reception wajaziwe kwanza. Na yule ako na mume ambaye angepata nafasi ya kwenda na yeye kliniki. Kwani unamwacha mke wako azunguke kliniki kama mke ambaye hana mume? Ama huyu mtoto ni wake peke yake? Jameni, accompany her, mpeleke. Manake najua hata daktari atatueleza hii postpartum depression ambayo inakuja baadaye, msongo wa mawazo baada ya kujifungua. It is very real. Haya, shikilia hapo, kwa sababu kuna hoja ambazo zimetoka kutokana na jinsi ambavyo ameeleza. Ni wakati upi ambapo mwanamke atajihisi sipendwi? Ni kama kile ambacho nimekifanya cha kumleta huyu mtoto ni kama hakimfurahishi mpenzi wangu, ama hakimfurahishi. Na ni vipi ambavyo pia huyu mzazi wa kiume afanye ili, kama jinsi ambavyo Mary ulisema, anaweza leta shopping lakini analeta usiku saa 5. Jambo ambalo kweli umeleta, lakini umeleta wakati ambao unastahili. Kama ni kupika mapishi, ulimleta mwingine apike, lakini ukimpikia Becky anajihisi kwa kweli napendwa. Haya, mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usio kwa mrefu tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na siku 1000 za kwanza za mtoto.
Karibu tena mtazamaji, hivi sasa ikiwa ni saa 6 na dakika 3 saa za Afrika ya Mashariki, tunaendelea na mjadala wetu. Lakini kabla ya kuendelea na mjadala wetu, mwelekezi wangu ananieleza kwamba mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anazungumzia kuhusiana na hatua ya hapo jana ya baadhi ya majukumu ya serikali ya kaunti ya Nairobi kutwaliwa kwa serikali kuu. Anazungumza mbashara, tumsikilize. Into a secretary of this committee, not even a deputy governor. So I don't even know the role of a deputy governor, what is going to perform in that committee if he will be included. That clearly tells you that there's a hostile takeover because of that imbalance of the numbers. And it was probably done to incorporate some of a few members of the county government just to avoid shaming the governor. And this is a very sad thing because if the national government has already signed and the governor has signed, then one thing also comes which is very unconstitutional about the public participation. That they are saying they want to do it within a period of 14 days. We have 17 constituencies and 85 wards within Nairobi. Is it even practical? But going by the doctrine of legitimate expectation, the moment they sign it, then it means that they already know the outcome. There's already an expectation that it is going to be implemented, because the moment it is signed, now it should be implemented. So these are going to be just exercises in futility, PR exercise. Cabinet secretaries are in this. That tells you that there's a complete takeover. A complete takeover. When you have a company and you own 50% of the shares, you own 51% of the shares, and another person has 49%. This company belongs to who? To the 51%, correct? And that is why we were fighting that Safaricom ought not to have been sold, should not be sold. Because we know that this Nairobi is going to run under the leadership of President Ruto. Now the next question is, what intention do they have with Nairobi? What is it that they want to do in 1 year that was never done in 4 years? What is it? What is it that they want to do in 1 year? So it means that these are just corruption scandals that is going to come up. There's going to be pilferage of money. And clearly, the governor is already satisfied. The governor is one of the billionaires now in this city. It is quite unfortunate that he's a governor and he has created a billionaire in himself instead of creating several millionaires within Nairobi County. Yes. Ndio. Zaidi ya moja. Kwanza, rais anasisitiza kwa sasa, anazungumza ile alipo, anasema kwamba hawajachukua kaunti ya Nairobi, kwamba wameshirikiana tu katika kufanikisha majukumu ya kaunti ya Nairobi. Sijui maoni yako kuhusiana na hilo. Pili, kuna hili swala la uwajibikaji. Iwapo serikali ya kitaifa itatoa shilingi bilioni 80 kwa serikali kwa kaunti ya Nairobi, je, vipi uwajibikaji utafanyika? Utafanywa na bunge la kitaifa ama seneti ama na kaunti? It becomes a problem if I... Yes. Sijui unahisi kwamba gavana Sakaja amefeli katika Na mtazamaji, huyo ni mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino akizungumzia ama kutoa kauli zake kuhusiana na mkataba uliotiwa sahihi hapo jana kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi kuhusu majukumu makuu manne ambayo kwa hivi sasa yatakuwa chini ya serikali kuu. Na pia awali tulimuona seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akikosoa mkataba huo akisema una dosari kisheria. Mengi kuhusiana na kauli ambazo zinaendelea kutolewa siku moja baada ya kutiwa sahihi kwa mkataba huo ni kwenye taarifa zetu zijazo. Na moja kwa moja sasa tunarejea kwenye mada ambapo tunaendelea na siku 1000 za kwanza za maisha ya mtoto. Na kabla ya pumziko sasa tuingilie, daktari ulikuwa umetueleza kuhusiana na mchango wa baba katika kuchangia kuumba yule mtoto. Sasa baada ya hapo ni mchango upi mwingine ambapo baba anafaa kutoa? Labda wengine hawajui ama wengine jinsi wanavyotoa ni kwa njia ambayo haistahili. Tuendelea kutuelimisha. Okay, nashukuru.
So tulimaliza ile kipindi wakati mama ako mjamzito. Tumeona mzazi wa kiume anafaa kuhusika, si ndio? Sasa tuje wakati wa kuzaa. Na umesema wasikimbia kama ni jambo la dharura. Inafaa iwe na mpangilio mapema. So amejua bibi yake atazalia wapi. Na wakati ile ya kuzaa pia tunahimiza baba wawe pale. Kuna tatizo kidogo kwa hospitali za serikali, sio sana waruhusu mzazi mwanaume kuwa pale kwa sababu kuna wamama wengi wanajifungua. Lakini zile za private zinaruhusu mzazi kuwa pale kwa sababu wanapeana ile emotional support. Saa zingine anaweza massage mgongo ya mama ili at least mama ahisi hii uchungu siko peke yangu. Kuna mtu ananisaidia. So kuna hiyo feeling the mother feels good when the parent, huyo mzazi mwingine yako. Sawa? Sasa tusonge sasa kipindi mtoto ashatoka. Sasa ni nini inafanyika na yule mtoto? Kitu cha kwanza mtoto akizaliwa, vile Mary alisema, ni kuweka mtoto kwenye tumbo la mama. Na kujaribu apate joto la mama na aweze kuanza kusikia kubonde na kuvuta maziwa. Na kuna wakati hiyo haiwezi fanyika kwa sababu either mama ni mgonjwa, pengine amefanyia upasuaji wa cesarean section. Ama mama amejifungua mtoto ule hajafika kiwango, so bado ni mdogo sana. Wakati hiyo huwa tunataka mzazi baba awe pale ili naye aweze kufanya hiyo bonding, achukue ile jukumu kutoka kwa mama. Kwa sababu akifanya hivyo, sasa ile bond bado inakuwa ina form between yeye na mtoto wake. Na mama pia nahisi anasaidiwa. Si ndio? Na baada ya hapo, si mtoto atatulia na aweze kustabilize na apelekwe pale ward. Sasa jukumu lingine linaanzia hapo. Mzazi sasa anafaa kuhakikisha yule mtoto ako na afya njema na anaendelea kustawi. So afya njema ni kuhusu lishe. So tunafaa tujue huyo mtoto anafaa kunyonyeshwa. Baba anafaa kuhimiza mama sana kunyonyesha. Unajua kuna wakati kama baba haimizi mama, inafika mahali wa mama wana tuseme kusleki. Wanaamua sasa mimi ndio nanyonyesha na yeye ashughuliki, sasa anaacha kunyonyesha. Inafaa mzazi wa kiume awe pale anahimiza mama, tunafaa tunyonyeshe huyo mtoto bila kumpatia chochote kwa miezi 6 za kwanza. So anafaa kukuwa na support. Sasa zile support za mama huwa zimewekwa hata na serikali. Mama anapewa likizo ya leave. Maternity leave kawaida ni miezi 3. Ataweza kunyonyesha miezi 3 na itafika mahali arudi kazi. So hiyo tutaongelelea. Na ule mzazi wa kiume baba anapewa likizo la siku ngapi? Siku 14. 14. Na sasa siku za kufanya jinsi Mary alivyosema. Na wengi wao wakati wamepewa hiyo wiki 2 ni wakati wamepewa ya kubond na mama na mtoto. Na kusaidia kwa sababu ule mama pengine amezaa bado anapona, ako anahisi uchungu. So anahitaji kusaidiwa ile kazi za kawaida za kulea ama hata kuchukua other roles zenye mama haezi fanya kwa sababu bado anapona. But wengi hawafanyi hivyo. Wengi ndio wakati wanaenda kufanya shughuli zingine. Wakisema wanatafuta. Lakini unajua wakati ile mama ajui ile kutafuta kani ya maana. Yeye anataka mzazi huyo mwenzake awe pale. Yeah. So na kutokea hapo sasa mtoto akiendelea kukua, kuna ile tunaita the 5 components zile za nurturing care, like lazima ule mtoto atunzwe ili akili yake iweze kukua. Kabla hatujafika hapo daktari, bado tuko kwa huyu mtoto ambaye amezaliwa. Kuna yule ambaye anazaliwa akiwa na uzani ambayo hata viungo vyake vimekomaa jinsi inavyostahili. Na kuna yule ambaye amezaliwa labda hakufikisha kipindi cha miezi 9 ama alifikisha lakini bado uzani uko chini. Baba asaidie vipi? Kuna hii mbinu ambayo inafahamika kama skin to skin. Ni kwa mama peke yake ama pia bado kwa baba? Iweje Mary? Asante sana. Kwa wakati mtoto yeyote anazaliwa, inahimizwa kwamba aweze kuwekwa kwa skin to skin, ngozi ishike ngozi ya mama. Sana ni mama, manake ni mama anajifungua.
Kuna wale kama vile umesema na hiyo ngozi kwa ngozi nafaa iwe lisa la kwanza. 1 full hour. Whether mtoto alikuwa uzani mzuri, amezaliwa vizuri, hana tatizo, ni vizuri awekwe kwa ngozi for the first 1 hour na bila kutatiza. Lakini kuna wale wamezaliwa uzani mdogo, tuseme miezi imefika lakini kilo ni kidogo, ama hata miezi haikufika, amezaliwa kabla ya wakati. Hao katika kuwatunza kuna hii approach ambayo inaitwa kangaroo mother care. Kama kangaroo yaitwaje kwa Kiswahili? Nyama tu anaitwa kangaroo. Kangaroo, huyo kangaroo. Ukiona vile anabeba huwa anaweka mtoto wake kama kwa mfuko. Ako na mfuko. Sasa kuna hiyo approach ambayo Wizara ya Afya imechukulia maanani sana. Ule mtoto anahitaji masaa mengi ya kukua kwa ngozi. Na tunasema hiyo si lazima iwe mama. Hata baba anaweza akafanya kangaroo care. Hiyo kangaroo care inasaidia mtoto kupata joto, mtoto asitumie nguvu nyingi maintain, kuhakikisha mwili wake, kuhakikisha uko na joto ya kutosha. So hiyo kangaroo care inaweza fanywa na mzazi yoyote, iwe mama iwe baba. Hata wakati mwingine msaidizi anaweza fanya, lakini on a good day the best thing ni kwamba wazazi waweze kufanya hiyo, na inaelekezwa, kuna maelekezo yake, kuna jinsi ya kufunga yule mtoto manake ni mdogo, kuna jinsi ya kufunga, na huwa kila ambaye atafanya hiyo kangaroo care ataelimishwa pale hospitali. Kuna hoja ambayo umetoa Mary, na hapo sijui kama tumeguzwa sisi wote pamoja na Beki. Lisaa la kwanza mtoto anapozaliwa, haijalishi kama mtoto amefikisha kilo ambazo zinafaa ama ambazo zile ambazo zinastahili, ama bado kiwango kiko chini cha uzani wake. Umuhimu wa kufanya hivyo ni vipi? Na iwapo labda hatukufanya hivyo, tuliwakosea watoto wetu, hapa sijui Beki utatueleza. Lisa la kwanza. Asante sana. Na ni wazazi wengi ambao tulikosea watoto kwa mambo mengi. Daktari atakapozungumzia kuhusu hiyo nurturing care, wazazi wote huwa inabidi apige magoti, atubu. Ni kweli, kwa sababu Mungu Mwenyezi na pia kwa mtoto. Ni wale walitukosea, sio sisi, ni wale. Lakini kutuelekeza vizuri. Yes. Huwa sana watu wasipoelekezwa, basi inakuwa ni rahisi wewe kujisamehea. Lakini tunasemaga maneno haya unapoyapata, na nashukuru kwa kipindi kama hiki, wacha hiyo information ifikie wengine ambao wanapata watoto. Lisaa la kwanza huwa linaitwa alert hour. Within that 1 hour mtoto amezaliwa ako alert kwa mambo mingi. Last time niliguzia maybe nikasema ukiwekelea mtoto kwa tumbo immediately huwa ana crawl, inaitwa baby crawl, hata video ziko ambayo, na si kawaida jamani mtoto wa binadamu kumove wakati amezaliwa, but in the first hour they are able to like crawl to the breast ili iwezeshe unyonyeshaji immediately. Nikasema kuna substance ambayo huwa kwa matiti ina harufu inafanana na ile amezoea. Sasa mtoto kuanza kunyonya mapema katika hiyo alert hour inasaidia maziwa yaanze kutiririka. Tutaelezea maneno ya maziwa kutiririka ili mtoto apate chanjo ya kwanza, tunaita kinga ya kwanza. Yale maziwa ambayo ni ya kwanza inatoka ikiwa imerundikwa. Kurundika doesn't sound nice, but it is loaded na vitu ambavyo vinasaidia hali ya afya ya mtoto. Cha pili, mtoto anaweza kupata hiyo kubond na mzazi wake. Cha tatu, colonization. Anazoeana na mazingira ya huyo mama yake, so that haitakuwa ni tatizo. Tuseme kama kuna I really don't know how to explain, lakini kuna ile environment ya huyu mama, na huyu mama ndio atalea huyu mtoto. So huyu mtoto anaweza kuzoeana nayo immediately. Kuna faida nyingi hivyo. Kuna pia mambo na temperature. Sana wale wamezaliwa wadogo, joto ya mama inasaidia kuregulate joto ya mtoto. So ni lisaa la muhimu sana. Huyo mtoto huwa anazaliwa na uwezo ambayo haitakuwa baadaye. Inaendaga ikizimia, ikiisha.
kama ya kuweza hiyo kufikia matiti, kunyonya, kufungua mdomo, zinaitwa reflexes. Ni vitu ambavyo vimewekwa hapo na mwenye aliumba binadamu. Na ikidelay, na katika practice nimeona kabisa mtoto ukija kunyonyesha mtoto after 3 hours kabisa haelewi matiti ndio nini, na uwezi mzungumzia Kiswahili haelewi, Kikwenu haelewi, inakuwa ngumu sana kuanzisha unyonyeshaji. Na utafiti mingi inaonyesha yule mtoto hakuanza mapema vizuri ku take advantage of this alert hour, huwa sana sana watakataa kunyonya hata kabla ya ile miezi 6 ama kabla ya miaka 2 kama inavyopendekezwa. So kuna utafiti, a lot of studies have shown, akianza vibaya sana sana unyonyeshaji itatatizika. Na kwa sababu tulisema kunyonyesha exclusive kwa miezi 6, uliona Becky vile alikuwa anapambana, beba vikapu, sijui fanya nini, si rahisi. Kwa hivyo mama anaweza give up kama mtoto pia anashindwa kucomply, lakini tumesema anashindwa kujua hiyo skill ya kunyonya, kushika matiti, kuvuta, kumeza, anashindwa kuielewa vizuri, so anaijua kidogo. Wajua kama ile msemo inasema ukunje in so my language, mkunje angali mbichi. Angali mbichi. Hiyo sasa hapo kwa ubichi is an opportune time. Hiyo first 1 hour. So ndio sababu inapendekezwa. Nadra sana. Sana. Haya. Asante Mary kwa hilo. Becky, ningetaka utueleze. Sijui kama wewe ulifanya vile kumweka mtoto lisaa la kwanza karibu nawe. Nikikumbuka dakika hizo chache za kwanza kwa watoto wangu watatu, aliletwa tu karibu na mimi, like nimshike kidogo, wakanidhibitisha nijue birthmarks ziko wapi, alafu wakakaribishwa kwa skin yangu, lakini wote nimepata kwa njia upasuaji. So sijui kama bado wakati ule bado ni, unajua uko na uchungu mwingi, bado nilienda recovery for almost 2-3 hours. So baadaye ndio nilikuwa naletewa mtoto kwa watoto wote watatu. So baadaye ndio baadaye nitaletewa mtoto, naambiwa sasa mtoto, shika mtoto unyonyeshe, ama napelekwa pale nursery naambiwa mnyonyeshe mtoto wakati bado naendelea kurecover. Wakati nimerecover fully sasa ndio wanaleta mtoto. So siku experience sana hiyo like for a whole hour, but kuna ile of course wakati ametolewa immediately tu dakika za kwanza lazima tu kuna ile unaletewa mtoto, you know, kuna hiyo skin to skin tu, unahakikisha unamwangalia features. Yeah, so hiyo ndio experience ambayo niko nayo na hiyo. Naona Mary anataka kuongeza kwa sababu ni wengi ambao kisa chao kiko kama cha Becky. Kidogo tunaletewa tu, unaona kidogo hata hazifiki hata dakika 10. Kisha haswa kwa wale ambao wamepata watoto kupitia njia ya upasuaji. Sijui kama inafaa kuwa vile ama sijui, tueleze. Wacha niseme hivi, madaktari ambao wanahusika na uzalishaji wako na uwezo kamili wa kumake judgment. Ingawa kama vile huyu mama ako in a position kufanya skin to skin. Kuna wale wakifanyiwa zile cesarean section ya siku hizi, kuna wale anaweza withstand hiyo kukua na mtoto kwa ngozi yake. Okay? Kama ni ile ya kulala kabisa, nasema kwamba we can trust maamuzi ya yule daktari. Manake serikali nayo imeweka mikakati kabisa kufundisha ambao wanahusika na uzalishaji umuhimu wa hiyo first hour. So maamuzi kwamba huyu mama atashika, this child is too sick, kama huyu mama ni mgonjwa sana, si kitu general. Ni kitu ambayo ni ya huyo mama na huyo mtoto ambao wanahusika, na daktari wanafaa kuweza kuamua hiyo. Mzazi akienda kujifungua ni vizuri a request. Sometimes kuna wazazi ambao wanasema mimi nimechoka, mweke mtoto huko, I have paid money, nimelipa pesa, kwa nini ninafanyishwa kazi? Kuna hizo attitudes ambazo zinahusika sana sana kama mama haelewi. So wamama tuelewe, ni vizuri sana. Manake sasa mwenye ako hospitali anaweza amua akutunze vizuri kama ambavyo unataka,
lakini ni vizuri kila mama ajue benefit ya hiyo first hour. It is best ajikaze pia wamama, tujikaze tu, ujikaze tu uweze kupatia mtoto a good start. Nimesema ile ni opportunity, it is a first hour. So ukifanya 5 hours later sio first hour, hapo tunakuwa tumemiss your alert hour. Aya, asante sana Mary. Kufikia hapo mtazamaji, kuna mengi ambayo tunafaa pia kuzungumza. Tutakaporejea tutakuwa tunazungumza baada ya, kwa sababu wiki ile mlitueleza kuhusiana na umuhimu wa kumnyonyesha mtoto kwa kipindi cha miezi 6. Baada ya miezi 6 sasa mtoto anaanza kula. Ni lishe gani ambayo mtoto ataanza kuanzia kipindi cha miezi 6 hadi miezi 12, miezi 12 hadi miaka 2 sasa. Mtakuwa mnatueleza hayo pamoja na umuhimu wa watoto kucheza. Ni mazingira yapi ambayo ni muhimu, na pia kucheza kunasaidiaje kwa ukuaji na malezi ya watoto. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usio kwa mrefu tutakuwa tunarejea na kuendelea na kuingia kwenye awamu ya mwisho ya mjadala wetu. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 6:30 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia kwenye awamu ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na siku 1000 za kwanza za maisha ya mtoto. Kuna mengi ambayo tumejadili na pia bado tunastahili kujadili ili kukuelimisha wewe mzazi pamoja na mlezi mahali popote ulipo. Tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na umuhimu wa kunyonyesha, umuhimu wa mchango wa mzazi wa kiume na wa kike, pamoja na umuhimu wa kumweka mtoto karibu nawe, haswa ngozi kwa ngozi, wa kipindi cha kwanza ama lisaa la kwanza baada ya mtoto kuzaliwa. Sasa tunaingia kwenye masuala ya lishe, na kabla tuingie kwenye lishe, mtoto anapo, kwa sababu kunyonyesha sio tu kuweka titi kwenye mdomo wa mtoto. Mtoto apakatwe vipi, awekwe vipi wakati anaponyonyeshwa? Tuonyeshe Mary. Asante sana Agnes. So now that tulishaelewa umuhimu wa kunyonyesha, wacha tuelewe ni vipi tunafaa kunyonyesha. Manake kuna vile inastahili. Na ili uweze kufanikisha hiyo kunyonyesha, ambayo ni kulisha mtoto na maziwa ya mama kutoka kwa matiti direct. Lakini pia kuna ile tunasema kulisha mtoto na maziwa ya mama hata kama si direct, kama vile kuexpress. Zote ni vizuri, zote ni muhimu. Leo tuzungumzie hii ya mama. Cha kwanza ni position ya mama. Mama anaponyonyesha ni vizuri aweze kuketi vizuri. Tunapenda kusema right angle. Aketi upright, mgongo wake uwe umekuwa supported. Kwa hivyo asijipinde. Asijipinde mbele wala nyuma. Asikalie recliner. Masiku za kwanza anajaribu kubreastfeed, itatatiza unyonyeshaji. So inastahili mama aketi vizuri kama ambaye ameketi upright na mgongo uwe supported. Asipokuwa supported atachoka. Na akichoka atawacha unyonyeshaji. Na kunyonyesha kipindi kimoja inachukua muda, si dakika 5. Hapana, inachukua muda. Si hatupendi kusema madakika, manake watu wataweka timer. Nasema masaa yako imeisha, lakini haichukui less than 20 minutes. So ni vizuri mama kuwa comfortable. Asipokuwa comfortable, kawaida binadamu kitu si comfortable atawacha. So hicho ni cha kwanza. Cha pili, ni vizuri pia awe yako prepared, ajue ni wakati wa kulisha mtoto. Sasa kumshika ya kwanza, kumpakata, ni kwamba mtoto anafaa kuwa karibu na mama. Na anafaa kuwa ameangaliana na mama. Tunasemaga tummy to tummy. Tumbo ya mtoto iangaliane na tumbo ya mama. Ni vitu gani vinaleta mtoto kuwa mbali? Huu mkono ambao ni wa pande hii. Ikijikunja hivi, itabidi mama afinye mkono, mtoto atakuwa uncomfortable, atakataa kunyonya, atajitoa kwa matiti. So kuna jinsi ambavyo mtoto anafaa kushikwa, huu mkono uende chini vizuri polepole. Sana sana wakizaliwa, remember alikuwa amejikunja. So tunasaidia huu mkono ukuje nikaa ambao unashika mama polepole ili kusikue na distance. Cha pili, watu walimuru na mahali ya baridi. Wanafunga mtoto shawl, blanketi, sijui nini na nini, mtoto anakaa kama ndege ndani ya nest. Hiyo haifai. Wakati wa kula, punguza manguo pande ya mama.
kukue mtoto wako karibu na matiti. Kwa sababu hata wewe kawaida wakati unaposhabikia mlo wako kujifunga sana unasikia hauko sawa. Huwa si kawaida. So tutoe manguo hata kama kuna baridi, at least zitoe pande ya mama. Tushasema joto ya mama itamfikia mtoto. Tusimweke mtoto wako huku. Naambiaga wa mama, unajua matiti sio elastic, haitavutika ifikie mtoto huku. So ni vizuri mtoto awe karibu na titi la mama. Hiyo ni muhimu sana, kusikue na distance. Mkono inaweza leta distance, manguo yanaweza leta distance. Cha pili, mwili wa mtoto ukue supported wote. Sana sana kichwa na uti wa mgongo. Newborns wako fragile. So ni muhimu kushika mtoto akiwa straight. Tunapenda kusema kichwa kiwe kwa hii joint ya elbow hapo kwa hiyo angle, alafu hii kiganja yaitwa ishike mtoto hapa kwa makalio. Alright? Hapo ni muhimu sana, itakuwa huu mkono umeshikilia the whole body, na hiyo ni muhimu kwa mtoto. Kitu cha tatu, kichwa lazima kiwe supported vizuri. So si vizuri mtoto awe kichwa haijakuwa supported. Cha nne, mtoto anapoenda kunyonya hatuleti matiti ni kama ambao tuna force titi la mama kwa mdomo ya mtoto. Inastahili mama ukionyesha ile chuchu hapa kwa pua la mtoto, itasaidia mtoto reach out. Anafungua mtoto ana reach out. Na hiyo inakuwa ataweza kushika vizuri, ambalo ni jambo la pili. So positioning ni muhimu. Mtoto ashikwe straight, akue karibu na mama, amuangalie mama na asiwekewe matiti kwa mdomo wa kamba ambaye anafosiwa. Anafaa kufungua mdomo. So ni kama ambayo una tease hapa juu kwa nipple, ataweza kufungua mdomo vizuri. Sasa kama ambaye ameshika, kuna vile tuna support matiti. Wengi wa mama huwa wanashika makasi. Sijui kwa nini, ni natural, lakini kushika matiti makasi itatatiza unyonyeshaji. Sana sana because matiti ikiwa na maziwa huwa imejaa. Na makasi huwa ni permanent size, same size kila wakati. Italazimu saa ingine mama anavuruta matiti ya mtoto nje, manake matiti imejaa, so inabidi alete vidole karibu na mdomo wa mtoto. Haifai. Anaweza pia kuwa anafinya mishipa mingine hapa, na over time hiyo pia inaleta tatizo kwa unyonyeshaji. So ashike vipi? Tunasema ashike vidole vinne chini ya matiti, hiki juu, na si lazima kishike matiti. Manake ni kusupport, ni kusaidia mtoto kubeba kilo ya matiti ya mama. Sawa sawa. So ni kuweka chini kusaidia bear the weight. Isikue mtoto ndio ana deal na weight na pia ana deal na kunyonya. Hiyo ndio positioning mzuri. Na nikuulize Mary, kwa nini wakati mwingine utampata, labda hata ukienda kwenye kliniki unapata mtoto fulani akinyonyeshwa pale ananyongwa na kuhoa? Ni nini ambacho kinachangia? Sana sana mtoto wakati ataenda kwa matiti, immediately, kumbuka tumesema matiti mtiririko inatokana na hormones. So si ati vile inavurutwa nguvu ama rahisi. Dakika za kwanza mtoto akishika hapo, hormone ikiachiliwa, matiti maziwa huwa inatoka kwa nguvu sana, kwa kasi sana. Na sasa sana sana kwa tutoto tudogo hajajua kucontrol hiyo maziwa mingi, inakuja na force, ni kama ambayo ina force. So tunasema mama anaweza toa mtoto kwanza kidogo, maziwa yatiririke tu ya kwanza huwa ni maji, hata sisemi si muhimu, manake inasaidia kusaidia mtoto kutosikia kiu, lakini ni hatari mtoto kunyongwa na maziwa. So wanaweza toa kidogo alafu amrudishie. Watoto ambao ni preterm, wamezaliwa kabla, huenda wanatatizika zaidi, kwa sababu hata muscles zao, uwezo wao wa kupambana na vitu, like kucontrol hiyo maziwa vile inatoka na nguvu, inaweza kuwa iko chini kidogo. But with time mtoto huwa learn, anapata uzoefu na anaweza kunyonya vizuri. Haya, tuachie hapo kwa sababu muda haunasi. Ningetaka Beki, kabla sijamhusisha pia daktari, sasa ndio tuingie kwenye swala la kuhusu chakula. Ulianzisha mtoto kukula akiwa na miezi mingapi? Miezi 6, kama ni mtoto mdogo. Miezi 6. Alipohitimu miezi 6, nikaanza kumlisha chakula solid. Lakini kama nilivyosema wakati uliopita, wakati nimepata ya masomo ndio nimeenda tu nikirevuka. Manake hizo siku za kwanza ningeenda pale dukani nanunua
unanunua kile chakula ambacho ni cha kuchanganya na maji tu, maji moto, and then unapatia mtoto. Sikuwa najua, sikuwa na ufahamu. Alafu pia nilikuwa naona kama ni sawa kumpatia maziwa ya maybe na substitute kidogo na maziwa ya ng'ombe, manake nafikiria sasa baada ya miezi 6 nimemaliza formula kwa wale wawili. Lakini nilipoendelea kusoma nikagundua kwamba hata maziwa ya ng'ombe nafaa kumwanzisha angalau na mwaka mmoja. So sijampatia kufikia sasa, bado nampatia maziwa ya matiti, lakini bado naendelea kumpatia chakula. Chakula ina supplement pia yale maziwa. Lakini kitu ambacho nimejifunza pia ni chakula. Mara mingi huwa tunaona ni kama hatujui vile jinsi ya kutengeneza vyakula vya watoto wadogo hawa wa miezi 6. Tunawapatia chakula boring kila wakati, una mash viazi. Unaweka viazi hapo, unaweka carrots, alafu unapatia mtoto, hakuna chumvi, hakuna anything. Lakini nimekuja kudiscover vile tunaendelea, kuna vitu mingi. Wewe una mash hata apples, una steam apples, unaweka vitu tofauti. Kuna broccoli unaweza kuweka, kuna mboga hapo kidogo. Tengeneza chakula ambacho kitapendeza yule mtoto. Lakini mambo ambayo kila wakati unachukua ugali, umeweka mboga, mtoto hata ataki hata kile chakula ambacho hata wewe mwenyewe saa zingine hata huwezi kukila. Mwenyewe akikiangalia akipendeza, akivutii. Alafu kitu kingine ambacho pia nilijifunza, na labda nitarekebishwa ama watanieleza kama ni sawa. Kuna ule mwezi wa kwanza, miezi 6 hadi 7 hapo. Kuna ile puree, like utengeneze, usiage kabisa. Mtoto akila kule kwanza, manake anaendelea tu kuzoea kula chakula kigumu. Alafu baada hapo unaweza endelea kutumia ile fork ambayo sasa unaweza kumash kidogo. Kama hivi sasa mtoto wangu ako na miezi 8, nimeacha kidogo kutumia blender sana. So ninaanza kumash na mash na nini na uma, natumia uma kumash kidogo. Alafu unaona hata mdomo wake sasa ameanza kujua inafaa kuchiu kidogo angalau nikiendelea. Lakini pia ni aina ya chakula. So sijitumia chakula chochote cha dukani. Natumia vyakula vya kiasili, nanunua viazi tamu, lakini nampatia variety kila siku. Anafurahia sana. Manake kila siku najaribu kuchanganya vyakula tofauti. Sikufanya tu ati chakula kimoja kutoka Monday hadi Monday. Mwelekezi wangu ambaye ni mzazi wa kiume anasema pia uji unasiaga mpaka maharagwe. Sijui kama ako sawa ama ni miongoni mwa wale ambao tunasema Mungu tusamehe tulitenda dhambi. Sasa daktari, kabla Mary hajazungumza, amezungumza kuhusu kumwanzishia mtoto maziwa ya ng'ombe. Ni wakati upi mwafaka wa kumwanzishia mtoto maziwa ya ng'ombe? Okay, nashukuru kwa hilo swali. So maziwa ya ng'ombe is not ideal kwa mtoto wa binadamu. A human baby hafai kupewa maziwa ya ng'ombe. Kwa sababu maziwa ya ng'ombe iko na antigens zile zinaweza cause food allergy. So huwa tunaitumia as a replacement ikiwa breast milk haipatikani. So ikiwa hakuna maziwa ya mama, either mama ni mgonjwa ama whatever reason, lakini hakuna maziwa ya mama. Hata baada ya mtoto kufika sasa miezi ya kwanza kukula chakula. Okay. Tuseme hivi, miezi ya kwanza 6 ni lazima iwe maziwa ya mama unless mama hayuko. So tukianza tukipita hapo miezi ya 6, mwezi wa 6 tunaweza anzisha maziwa nyingine. Lakini hiyo pia inalingana na kama mama yuko ama hayuko. Kama mama ako na maziwa, afadhali mtoto aendelee kunyonya. Kwa sababu ile maziwa ya ng'ombe, one iko na a lot of electrolytes, very high density ya electrolytes. Alafu cha pili iko na zile proteins zinafanya allergy kwa watoto. So the earlier you start, the more likely huyo mtoto atapata allergy ama aanze kupata constipation ama aanze kuadhiriwa na kidney zake. So sio vizuri kuanza mapema, lakini wanapofika miezi 6, 7 kuna wengi huwa wanaanzishwa ya ng'ombe. Saa zingine pia kwa sababu mama ameshaenda kazi.
Ama kiwango cha maziwa pia kimepungua. Yeah. Naona muda haunasi, unatukimbisha sana. Tuna dakika 7 za kuzungumza kuhusu swala la muhimu wa michezo pamoja na aina ya chakula ambacho watoto wanafaa kula. Dakika 2-3 Mary, alafu ndio daktari sasa atuelezea kuhusu umuhimu wa michezo kwa watoto na ni michezo aina gani. Okay. Sasa tuko kwa huyu mtoto Becky, jinsi ametuambia mtoto sasa amefika umri wa kwanza kukula. Kipindi cha kwanza mtoto anzishiwa na chakula cha aina gani? Okay. Kwa kujibu hilo ni vizuri tuelewe kwa nini tunaanza chakula mtoto akifika miezi 6. Ni kwa sababu maziwa ya mama haitoshi kumpa kila kitu ambacho anahitaji. So tunaleta chakula ijaze gaps. Sana sana ya madini ya kuongeza damu, vitamin A ambayo ni muhimu kwa kinga ya mtoto na kwa ukuaji na pia vision. Cha pili, mtoto katika hiyo umri ki development amefikia time ambayo anaweza pambana na vyakula. So milestone wise ako ready. Mbele hiyo hayuko ready. So tufanyeje? Cha kwanza ni frequency. Mara ngapi mtoto akule? Mtoto anafaa kukula, akianza kukula anafaa kule hizo solid, na kukula chakula ni solid, semi solid. So usianzishe mtoto maziwa ya ng'ombe useme nimeanza complementary feeding. Inamaanisha solid, semi solid foods mara 2 kwa siku inatosha yule mtoto. So mara ngapi mtoto anakula inalingana na umri. Unaanzia mara 2, tunaenda mara 3, baadaye akifika miezi 9 tunaongeza snack. Akifika mwaka 1 anakula mara 3 chakula na snacks, something to bite tuko katikati mara 2 na anaendelea kunyonya. Very important. Sawa? Frequency. Cha pili, kiasi gani? So pia mtoto vile anaanza kula haanzi na glasi mzima ya chakula. Tafadhali anaanza na vijiko 2 tu, alafu anaenda vijiko 3. Anaenda nusu kikombe ndio afikie 1 cup. 1 cup ni kama ile 250 ml ni kama kufikia hapa. This is not a good prop. But kikombe ya chakula inatosha mtoto. Tumbo ya mtoto ni ndogo. Naona wazazi wanalazimisha mtoto kula, hakuna space, tumbo ni kidogo. Akizaliwa 20 ml inamtosha. Very small stomach. Sawa? So kiasi imeelekezwa kulingana na umri. Cha 3, thickness. Asante sana mama wetu anafanya vizuri. Ulianzia na kupuri, hiyo kublend. Wakati umefikia sasa, do not blend anything. Saa hii ako of age kudeal na hizo particles, na daktari atawaambia ni muhimu kwa ukuaji. Bado hapo katika kumlisha mtoto kuna baadhi wanafunga hata mapua meza wewe. Jamani, hiyo inahusishwa na kuna kitu tunasema active responsive. Mtoto ni mtu kamili, ni vile tu ni mtu kadogo, lakini ni mtu kamili. Vile tunachoshwa na chakula moja ndio vile wanachoshwa. Sasa ni vizuri kumbadilishia. Ni vizuri ukue ukilisha mtoto unamwangalia, una connect na yeye ili ujue wakati hapendi. Si kuna wengine wetu, mimi binafsi sikuwa napenda avocado kabisa. Maybe kwa sababu ya mahali nimetoka. Lakini with time nilikuja nikajua jinsi ya kuitumia na nikaipenda. So tuwe waangalifu. Usilishe tu mtoto ati umeamua kama polisi. Sasa kwa sababu tuna dakika 3 hapa, nisitaki daktari atoke hapa kwenye studio kabla hajatuelezea kuhusiana na swala la michezo. Hizi ni aina ya mbinu ya kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa vizuri. Michezo inasaidiaje na ni michezo ya aina gani na ni mtoto akiwa kutoka miezi mingapi? Okay, nashukuru sana kwa hilo swali. Sasa kulingana na mtoto akishazaliwa anahitaji ile interaction na environment mahali amezaliwa, mazingira yake. So mtoto lazima aweze kuangalia vitu na macho, anatumia hisia tofauti. Aweze kuguza kitu, aweze kusikia kitu. So hiyo yote inafanyika kuanzia wakati amezaliwa. Na hizo zote zinaweza kuwa part of play na mtoto, part ya hiyo mchezo ya mtoto. So it's very important that wazazi, sasa hapa tunazungumzia wazazi wote wa kiume na wa kike, waweze kuanza kumchezesha huyo mtoto mapema iwezekanavyo, kwa sababu tunataka akiendelea kucheza kwa mchezo ina stimulate ile brain yake iweze
Kukua vizuri. Na wakati mtoto anacheza, kuna sasa aina tofauti ya kucheza pia. Tuseme kuna mchezo ya wakishakuwa kidogo wanaanza kukaa, wanaanza kuguza vitu, anataka kutembea. Hiyo ni physical play. Alafu kuna mchezo ile ya just panga vitu. Ule mtoto bado anajifunza, akili inaendelea ikipanda kwa sababu anacheza na hizo vitu za kupanga, kushika doli, kuendesha kagari. Bado hiyo ni mchezo. Alafu kuna ile mchezo ya watoto kwa watoto, labda mama na mtoto, so human to human. Labda wana interact na baba ama na mama, so ile wanajenga ile attachment, kwa sababu wanaendelea kumchezesha huyo mtoto na anafurahia hiyo, kwa sababu mchezo inafaa mtoto afurahie. Na hapo bado daktari, kabla, kwa sababu tunaangalia pia jinsi hali halisi ilivyo, utapata kwamba watu wengi wanafuga kama ni wale wanyama wa nyumbani, kama ni paka ama kuna wale mbwa. Mtoto akuwe karibu na hao wanyama wakati upi? Sasa kuna hatari za hao wanyama, especially kama hawatibiwi, hawapewi chanjo, kwa sababu wanaweza kuwa wana transmit maugonjwa kwa watoto. So huwa turuhusu watoto kutengamana na wanyama, especially kama hawajapewa chanjo, kwa sababu wanaweza kuwa chanzo cha ugonjwa. Yeah. Endelea, kwa sababu una dakika moja. So nilikuwa nasema mchezo, kuna aina tofauti ya mchezo na zote zina stimulate brain ya mtoto ili aweze kujua kuongea, aweze kujua kutembea, aweze kujua kucheza na vitu za mkono, na aweze kujua ile kutengamana na wengine. Na sio lazima mzazi anunue toys ziko expensive. Kuna toys anaweza unda pale nyumbani. Anaweza unda kampira, anaweza na makaratasi, anaweza unda kamtoto, kadoli na viraka pale nyumbani. Sio lazima hizo vitu zinunuliwe dukani. Ile la muhimu ni lazima zikuwe safe. Ziwe safi. Zikuwe safi, zinaweza oshwa. Na zisiwe zinaweza mnyonga ule mtoto ama zinaweza leta kemikali kwa... Zisitengenezwa na makaratasi ya plastiki. Kabisa. Kwa sababu kuna zile zinaweza, mtoto anaweza meza na zikamnyonga. So ni lazima tuhakikishe zile toys ziko safe. Yeah. Asante sana, sio ni mzazi wetu sekunde 3 tu. Nadhani kile ambacho ameongelea, si lazima ziwe very expensive toys. Chukua zile sahani ambazo ni colorful, vikombe colorful, balloons. Balloon moja ni shilingi 10. Nunua balloon, chezeshe yule mtoto, atafurahia. Muongeleshe, cheza peekaboo. Unajua peekaboo? Cheza peekaboo. Mtoto atafurahia na anaendelea kuwa. Asante sana Becky, pamoja na Daktari Florence na Mary. Najua kuna mengi ambayo ungetaka kutueleza kuhusiana na lishe kwa mtoto, lakini muda haunasi. Nina uhakika kwamba sehemu hizo mbili, wakati ule na hii wiki, wazazi wengi wamefahamu mengi na tunaboresha mahali ambapo tulikosea. Sasa ni wakati wa kurekebisha. Asanteni sana. Bila shaka nina uhakika kwamba wazazi na walezi wamefahamu mengi kuhusiana na umuhimu wa siku 1000 za kwanza za mtoto, kile ambacho unafaa kukizingatia, kile ambacho hukifai kukifanya, na cha msingi pia ni mzazi wa kiume kujihusisha sana, na tunaridhia kwamba wengi wanajihusisha, na tunaomba kwamba wataendelea kujihusisha na kuwa na ufahamu mzuri kuhusiana na swala la malezi kwa watoto. Asanteni sana, na pia kwa mtazamaji nasema asante sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga na mwana mwenzangu Ian Keitani pamoja na Meresha Owiti wamejiandaa kukuletea taarifa za KTN News Desk. Endelea kutazama KTN.